Nchi za Kiarabu pamoja na Kiislamu zimemlaani balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee aliyesema kwamba Israel ina haki ya kibiblia kumiliki maeneo ya Mashariki ya Kati. Huckabee alifanya mazungumzo na Tucker Carlson. Katika mahojiano hayo, Huckabee alisema kwamba eneo zima la Mashariki ya Kati kibiblia linapaswa kuwa chini ya mamlaka ya Israel. Katika mahojiano hayo na Tucker Carlson, mwandishi mkongwe kutoka nchini Marekani, yaliyotolewa siku ya Ijumaa, Huckabee, mhudumu wa Kibaptisti na anayejiita Mkristo Mzayuni, alisema itakuwa sawa ikiwa Israel itachukua eneo linaloanzia mto Nile hadi Euphrates. Baadaye aliongeza kuwa Israel haitaki kupanua eneo lake na ina haki ya kudumisha usalama wake. Ikumbukwe katika miezi ya hivi karibuni Israel ilikuja na mpango wa kuifanya Israel kuwa kubwa tena, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na mamlaka nchini humo zilikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba wanateka baadhi ya maeneo yaliyoelezwa katika vitabu vyao kwamba ni sehemu ya Israel, ikiwa ni pamoja na Jordan, Palestine, lakini pia sehemu katika Misri, Iraq na hata katika Saudi Arabia, jambo ambalo Waarabu na Waislamu wamelaani kabisa mpango huo, ambao pia Huckabee aliuelezea katika mahojiano yake na Tucker Carlson. Jumuiya ya nchi za Kiarabu zenye muungano wa nchi 22 wanachama zimekashifu matamshi hayo na kusema ya itikadi kali sana, wakisema hayaendani na kanuni za kimsingi za diplomasia. Kauli za aina hii zenye itikadi kali na zisizo na msingi wowote mzuri zinatumika tu kuchochea hisia na kuchochea udini na utaifa, wakati mataifa yanakutana chini ya mfumo wa bodi ya amani kutafuta njia ya kutekeleza makubaliano ya amani ya Gaza. Msemaji wa katibu mkuu wa Jumuiya za Nchi za Kiarabu Ahmed Abul Gheit alisema Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC, ambayo inajumuisha mataifa 57 yenye Waislamu wengi, ilitoa taarifa sawa na hiyo, ikionya kwamba matamshi hayo ya hatari na ya kutowajibika yanachochea matamshi ya itikadi kali na kuhimiza Israel kushikilia ardhi ya Wapalestina, jambo ambalo hawakubaliani nalo. Mataifa ya Kiislamu yamelaani Israel kuhusu unyakuzi wa ardhi ya Ukingo wa Magharibi na katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mataifa hayo yamesema kwamba mpango huo ni mpango wa kipuuzi unaoendeshwa na Israel pamoja na mshirika wake Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Jordan ilisema matamshi ya kipuuzi na ya uchochezi ya Huckabee yanakiuka kanuni za kidiplomasia na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Misri kwa upande wake imesema matamshi hayo, kutokana na sheria za kimataifa na kanuni za Umoja wa Mataifa, hayafai kabisa. Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Umoja wa Falme za Kiarabu, Lebanon, Uturuki, Pakistan, Indonesia na mamlaka ya Palestina pia zilimlaani mjumbe huyo wa Marekani, wakisema anahujumu amani na usalama wa kimataifa. Israel inadumisha udhibiti wa kijeshi katika sehemu ya Ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza pamoja na kusini mwa Lebanon na kusini mashariki mwa Syria. Mapema mwezi huu, baraza la mawaziri la usalama la Israel liliidhinisha mpango wa kuteka maeneo makubwa ya Ukingo wa Magharibi kama mali ya serikali kwa mara ya kwanza tangu vita vya siku 6 vya mwaka 1967. Nchi za Kiislamu zilishutumu hatua hiyo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za wazi na madhubuti dhidi ya Israel. Kauli za Huckabee kwamba Israel ina haki kibibilia kutoa maeneo hayo ya Mashariki ya Kati, wataalamu wa mambo wanasema kwamba huenda ikaibua hasira kutoka kwa makundi ya wapiganaji katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi wa vita katika maeneo hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.